Tuko katika kuelezana leo kuoga. Kuoga haswa ni nini? Al-ghuslu kilugha kawaida, kitu kikizungumzwa kuna kilugha chake cha Kiarabu, alafu kuna maelezo yake kwa nini kiletwe pale. Kuoga katika lugha ya Kiarabu, sailanul ma ala shay'i mutlaqan, sawa, ni kule kutiririka maji kwa kitu kikawaida, sawa, kule kutiririka kwa maji kwa kitu. Yani kwa mfano ukichukua maji ukiatiririsha kwa mkono tayari ni ghusli, hiyo tayari yaitwa. Hata pale kutawadhi pia kule kutiririsha maji ni ghusli tayari ile. Kwa hiyo kule kutiririsha maji kawaida, kile kutiririsha tu maji kwa kitu, hiyo inaitwa ni kuoga. Lakini kisheria sailanuhu ni kutiririsha maji ala jamii albadani, kwa viungo vyote, biniyatin makhsusatin, kwa nia maalumu. Yani wakati wewe unataka kuoga kisheria, basi lazima wewe utiririsha maji kwa mwili mzima pamoja na kuweka nia. Sasa tukisha kujua kuoga ni nini, sawa. Sasa kuna mara huwezi kujiogeaogea tu wewe, sio sawa. Kama ni faradhi huwezi kujiogeaogea josho la faradhi hivi hivi, lazima kuna kitu kimetokea, sio? Sasa mujibatul ghusli ni zipi? Waladhi yujibu alghusla sittatu ashya, vitu ambavyo kwamba vinapasisha mtu kuoga ni mambo sita. Yani mambo sita yakikutokea mtu kama binadamu, kama Muislamu, lazima wewe ufanye nini? Uoge. Thalathatun minha, katika hao sita, thalathatun, katika mambo hao sita, matatu katika hayo, tushtaraku fiha ar-rijalu wan nisa, wanashirikiana ndani yake wanaume na wanawake, sawa. Wahiya, katika hao mambo matatu, iltiqaul khitanain, nikutana ngozi mbili, nikutana khitanain, ngozi mbili, wakikusudia kule kuundama, sawa. Iltiqaul khitanain ni kukutana ngozi mbili, yani tupu ya mwanaume na tupu ya mwanamke. Bila shaka hiyo inaitwa kuundama katika lugha kufanya tendo la ndoa, sawa, ile lugha sahihi. Min almushtaraki, sawa. Ingine katika zile vitu ambavyo wanashirikiana, inzalul manii, ni kutokwa na manii ama kushusha manii. Ai anakusudia khuruju, kutoka min shakhsin bighairi ilajin, kutokwa na manii basi na kuchukua kile kichwa cha zakari kuingiza katika utupu. Ile ya kwanza tumesema ni kukutana tupu mbili ya mwanaume na mwanamke, kuchukua mwanaume kuingiza katika tupu ya mwanamke. Yule mwanaume aliyotumbukiza katika tupu ya mwanamke anafaa kuoga, na yule mwanamke anafaa kuoga, sawa. Ama atakapokuwa ni maiti, sasa ametumbukizwa kile cha zakari, yule ambaye ametumbukiza ndo afaa kuoga, yule maiti afaa kuoga. Lakini mtu atapata dhambi, afai kufanya, sawa. Lakini kuna yule ambaye ni khunsa akijitumbukiza yeye mwenyewe hafai kuoga, lakini kama atatumbukiza kwa mwingine, ama atumbukizo na mwingine, anafaa nini? Anafaa kuoga. Tumefahamiana, sio? Lakini kwa sharti na yeye pia atakapokuwa ametumbukiza kile cha zakari asitokwe na manii, sawa. Akitokwa na manii basi ni hapa anakuja hapa, sawa. Ya pili, inzalul manii ni kushusha manii au kutokwa na manii, min shakhsin, kwa mtu, bighairi ilajin, pasi na kutumbukiza kichwa chake cha zakari katika tupu, sawa. Wa in qalla almaniyu ka qitratin ama qatratin, hata kama manii itakuwa ni chache kama tone, sawa, imeshuka tu tone hivi, sawa. Walau kanat ala launi dami, hata kama ile manii itakuwa iko na rangi ya damu. Walau kana alkhariju bijima'in au ghairihi fi yaqdatin au fi nawmin bishahwa au bighairiha min tariqati almu'tada au ghairihi, asema hata kama atatoa ule mtu kwa njia ya jimaa
au kwa njia isiyokuwa ya jimaa, hali ya kuwa amelala au yuko macho, kwa shawa au kwa njia ya kutokuwa na shawa, lakini kwa njia iliyozoeleka, na kwa njia iliyozoeleka na kwa njia isiyozoeleka. Sawa, njia isiyozoeleka ni vipi? Inkasara sulbuhu fakharaja manii, mfano uti wake mgongo kavunjika, manii akatoka. Manii anakaa katika uti wa mgongo kwa kuwa wamesema wanashirikiana wote wawili, mwanamke pia anatokwa na manii sawa. Mwanaume amelala akatokwa na manii, atafanya nini? Ataoga. Lakini mwanamke amelala akatokwa na manii, afanya nini? Ataoga. Mwanaume amejichezea akatokwa na manii, ataoga. Mwanamke amejichezea akatokwa na manii, ataoga. Wa min almushtarak, na katika vile ambavyo kwamba wanashirikiana almautu illa fi shahidi, maiti pia naye anafaa kuogeshwa, isipokuwa atakapokuwa shahidi. Akiwa shahidi ataogeshwa. Na kunao mambo matatu ambayo kwamba ni maalumu kwa wanawake, nayo ni alhaidhu. Haidhu ni nini? Haidhu anasema ay addamu alkhariju min imra'a, ni damu inayomtoka mwanamke balaghat 9 sinina, amefika miaka 9. Sawa. Huyu mwanamke atakapokuwa atatokwa na haidhi, akitwahirika lazima aoge. Nifas na nifas wa huwa damu alkhariju, ni damu inayotoka aqiba alwilada, baada ya mtu kujifungua, mwanamke kujifungua. Fa innahu, kwa sababu hiyo, mujibu lilghusli, huwa ni yenye kupasisha kuoga qat'i, moja kwa moja yani. Sawa, tushafahamu baina tofauti ya haidhi na nifasi, si ndio? Sasa haidhi haimtoki mwanaume, inamtoka mwanamke. Sawa, nifasi haimtoki mwanaume, inamtoka mwanamke. Walwiladatu, na kujifungua, yani kuzaa, kile kitendo cha kujifungua tayari lazima aoge. Sawa, iwe amejifungua hali ya kuwa uko maji katika kujifungua kwake, maana yule mtoto hatotoka hivi lazima atakuwa, ama wakati anajifungua yule mtoto awe ni mkavu, kwa mfano umefariki hapo ndani ya tumbo. Sawa, ni lazima kuoga pia katika usahihi, katika kauli ambayo kwamba ni sahihi, kwa kuwa yule mtoto ametengenezwa kutokana na manii ya mwanamume na mwanamke, na manii ikimtoka mtu afanye nini? Aoge. Ama itadhanika kwamba ametokwa na damu, kule kudhanika kutokwa na damu, so hiyo dhana inachukulika kama ni dhana inachukulika kama ni lazima afanye kile ambacho kwamba amekidhania. Sasa nishajua mimi nafaa kuoga, nifate procedure gani ndio nioge? Wa faraidhul ghusli 3 ashya, faradhi za kuoga ni mambo matatu. Ahaduha, ya kwanza, an-niyatu, ni kuweka nia. Tushaeleza nia. Fayanwi aljunubu rafa aljanabati au alhadath alakbar wa nahwi dhalika, atanuia mwenye kuoga janaba kuondosha kwa janaba au hadathi kubwa. Watakunu nia, na itakuwa nia makhrunatun bi awwal alfardhi, inakutanishwa na kile kiungo cha kwanza cha faradhi anachokiosha. Nguzo ya pili, izalatu najasati in kanat ala badanihi, ni kuondosha najisi itakapokuwa katika kiungo, katika mwili wake kuna najisi. Ai manake almughtasil, yule mwenye kuoga janaba ataosha kile kiungo anachokiosha atakisafisha. Ina maana ni uondosha najisi alafu ndio oge hadathi, na hadathi inaweza kuwa ni hadathi ya haidhi ama na hadathi ya janaba ama nifasi, sawa, ama wilada. Alafu nguzo ya tatu, isalul mai ila jamii sha'ri wal bashara, ni kufikisha maji katika nywele zote na viungo vyote viungo vyote. Hizo ndizo faradhi za fanini za kuoga. Ya kwanza tumesema nini? Ya kwanza tumesema ni nia wakati unapoosha kiungo cha kwanza. Ya pili tumesema ni kuondosha najisi, sawa. Ya tatu tumesema nini? Kufikisha maji katika mwili na
kwenye nywele zote za ndani na za nje. Mwili hatujaambiwa kwamba ni ndani, yani huko juu. Sawa? Na kama utakuwa mtu ana nyama nyingi, basi ni azinue hizo nyama azioshe zote. Sawa? Na kama itakuwa ana miguu iliyopasuka lazima azioshe. Kama kuna ndevu lazima aziingize ndani maji. Kama nywele zake zimesongamana lazima azisulie. Kama ni nywele zilizosongwa lazima azifungue, ndio kama maji hayatafika ndani. Lakini kama ana uhakika maji yatafika ndani, basi si lazima azifungue. Huo ndio uchache wa faradhi ya kuoga katika siku ya leo. Katika maelezo yetu tumejifundisha vitu vinavyopasisha kuoga na faradhi ya kuoga. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله والسلام عليكم والعفو منكم وإلى اللقاء المبارك.